Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Leo nitakwenda kutoa ufafanuzi wa swali moja ambalo nimekuwa nikiulizwa mara kadhaa. Je, hawa wana wa Mungu ambao wanazungumzwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 4 ambao walizaa na wana wanadamu ni malaika walioasi? Sasa mimi nitakwenda kuelezea na kutokana na maelezo, na tutaangalia na Yesu anasema nini. Tutaangalia Biblia ina majibu ya kutosha. Wana wa Mungu ambao wanazungumziwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6 ni malaika ambao walikuwa wameasi. Katika Biblia kuna habari za wana wa Mungu, ingawa tafsiri pia inaweza ikatofautiana. Hawa wana wa Mungu waliozaa na wana wanadamu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 4, hii imetafsiriwa kwa njia tofauti. Kwa hiyo wengine wanaihusisha na malaika, wengine wanahusisha na ukoo wa Seti. Yaani hao wana wa Mungu ambao wanasema walizaa na wana wanadamu, zipo tafsiri mbili tofauti. Wengine wanahusisha kwamba ni malaika ambao waliasi, wengine wanasema ni ukoo wa Seti. Sasa unaposema malaika walioasi, hawawezi kuwa wana wa Mungu mpaka kufikia hapo. Malaika walioasi hao ni wana wa Shetani, ni wana wa Lucifer, so wana wa Mungu tena. Kwa hiyo ngoja tuangalie tafsiri hizi mbili, tupime na maandiko hapo tujue ukweli uko wapi. Ni kweli hawa malaika walioasi walikuwa ni hawa wana wa Mungu waliozaa na binti za wanadamu walikuwa ni malaika? Wana wa Mungu na binti za wanadamu ni wahusika sana katika simulizi hii ya Mwanzo sura 6 mstari wa 1 hadi wa 4. Tafsiri zake nimesema pia zinatofautiana, lakini kwa ujumla inataja wanaume wa Mungu ama malaika. Yaani hawa wana wa Mungu ambao walizaa na wana wa wanadamu, hapo tunazungumzia ni wanaume ambao waliona binti za wanadamu kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake ambao waliwataka, wakazaa nao watoto ambao ndio walikuwa mashujaa kipindi hiko, afu walikuwa ni wenye nguvu. Sasa katika tafsiri ya Kiyahudi wengi wanaona wana wa Mungu kama malaika walioasi, nao binti za wanadamu ni wanawake wa kawaida. Hii ilisababisha uovu ambao ulipelekea gharika ya Nuhu. Wengine ndio wanaamini katika mtazamo huo na katika tafsiri hiyo kwamba wana wa Mungu ni kama malaika ambao waliasi, ambao walizaa na wana wa wanadamu ambao ni wanadamu wa kawaida, ambao kipindi hicho kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mbeleni kaja kupelekea gharika baada ya maovu kuongezeka. Wengine wanafikiri wana wa Mungu ni waumini wa kweli, nao binti za wanadamu ni wasioamini, huku wengine wakiona ni ukoo wa Seti na ukoo wa Kaini. Yaani kwamba hawa wana wa Mungu ambao waliwatamani wana wa binadamu ni wale ambao walikuwa wanamwamini Mungu, na wanahusishwa hasa na ukoo wa nani? Ukoo wa Seti. Na hawa ambao walikuwa ni wana za wanadamu ni hao ambao ni ukoo wa Kaini. Hii ni tafsiri nyingine. Nimekutajia tafsiri ya kwanza ni kwamba wana wa Mungu wengine wanaona kwamba ni malaika walioasi, na hao binti za wanadamu ni wanawake wa kawaida wanaozungumziwa hapa, ambao baadaye ikaja kusababisha gharika kipindi kile cha Nuhu. Tafsiri nyingine, wengine wanafikiria kwamba wana wa Mungu ni waumini wa kweli wanaomwamini Mungu katika kipindi hiko, na hao binti za wanadamu ni wale ambao walikuwa hawamwamini Mungu, wasioamini. Kwa hiyo hapa ikatokea mitazamo miwili, kwamba wakiwa wanaamini kwamba wale wanaoamini Mungu ni ukoo wa Seti na wale wasioamini ni ukoo wa Kaini. Hiyo ni tafsiri na mtazamo wa kwanza. Sasa hadithi hii imechochewa na maswali mengi kuhusu asili ya uovu, uhusiano kati ya ulimwengu wa kimungu na wa kibinadamu, na matokeo maamuzi ya kibinadamu mwisho wa siku ukachochea uovu ambao ulipelekea gharika ya Nuhu. Sasa nataka tuangalie hao malaika walioasi ambao tunasema kwamba ni wana wa Mungu. Ni malaika walioasi ambao walioa wanawake wa kibinadamu wakizaa watoto wenye nguvu, yani wanefili kipindi hicho.
Hii imeonekana katika kitabu cha Enoko, japokuwa kwenye Biblia yenye vitabu 66 kitabu cha Enoko hakipo. Pia ukoo wa Seti, wana wa Mungu wanaozungumziwa hapa ni ukoo wa Seti, wana wa Adamu ambao walifuata Mungu wao. Nao binti za wanadamu ni ukoo wa Kaini wenye tabia mbaya. Hii ni mitazamo yote inayokupa. Tuangalie Yesu yeye anasema nini? Katika Biblia Yesu anazungumza kuhusu malaika na ufufuo katika Mathayo sura 22 sura 30 na katika Luka 20:34 hadi 36 kwamba malaika na katika ufufuo watu hawataoa wala kuolewa, wale watakuwa kama malaika mbinguni. Kwa hiyo Yesu anakuja kutupa jibu kwamba malaika hawaoi wala hawaolewi. Kwa hiyo tukirejea kwenye Mwanzo sura 6 tukasema kwamba hao ni malaika waliokuja kuwaoa wana binti za wanadamu. Inawezekana vipi wakati Yesu kasema huko malaika hawaoi wala hawaolewi? Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba hao malaika ambao wameasi, watu wanasema kwamba hao wana wa Mungu waliotamani binti za wanadamu kwamba ni malaika walioasi. Inawezekanaje malaika waoe na kuolewa wakati Yesu kasema huko malaika hawaoi wala kuolewa? Soma kitabu cha Marko sura 12:25. Soma kitabu cha Mathayo sura 22 mstari 30. Soma kitabu cha Luka 20:34-36. Sasa unakuja kugundua Yesu anasema kwamba kwenye ufalme wa Mungu hakuna kuoa wala kuolewa, na huko tukienda tutakuwa kama malaika, kwa sababu malaika hawaoi wala hawaolewi. Kwa hiyo unakuja kugundua katika hizi tafsiri mbili ambazo nimekuambia kwamba tafsiri ya kwanza ya wana wa Mungu, watu wanasema ni malaika walioasi wakawatamani binti za wanadamu. Tafsiri ya pili inasema kwamba hao wana wa Mungu ni waumini au ni ukoo wa Seti ambao walikuwa wanamwamini Mungu wakawatamani binti za wanadamu ambao ni ukoo wa Kaini ambao walikuwa hawamchi na kumwamini Mungu. Hizo ndio tafsiri. Kwa mimi nimekuletea na mujibu wa Yesu anasemaje kuhusu malaika, hawaoi wala hawaolewi. Sasa wewe msikilizaji ndio upime sasa, ugundue ukweli uko wapi kati ya hii mitazamo miwili. Kwa mtazamo wangu mimi na ninavyoamini mimi, malaika hawaoi wala hawaolewi. Mimi niko upande wa Yesu na unga hoja upande wa Yesu kwamba malaika hawaoi wala hawaolewi. Na ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania ile sura ya kwanza, Mungu anasema kwamba yeye anawafanya malaika kuwa upepo, anawafanya watumishi wake kwa miali ya moto. Sasa malaika hawana kizazi, sababu vile ni viumbe, ni roho zisizoonekana. Iliwezekanaje roho zisizoonekana zikaja kuoa miili inayoonekana? Kwa hiyo sasa hapo utapata majibu mwenyewe kwamba Yesu alisema malaika hawaoi wala hawaolewi. Sasa tunaposema kwamba hao wana wa Mungu ni malaika walioasi wakaja kuwaoa wanadamu, inawezekana vipi Yesu aseme malaika hawaoi na kuolewa afu huku tuseme ni malaika wameoa? Kwa ndugu msikilizaji, nimekuletea hii mitazamo na wewe uje kufikiria ugundue kweli uko wapi. Basi Bwana Yesu Kristo na akubariki. Ikiwa kuna uhitaji kufafanua zaidi, tutafafanua zaidi. Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Amen.